matukio ambayo yalionekana kuwa yana utata na ndio imekuwa story kubwa unaweza kusema duniani kote, namna ambavyo mchezo huu umekuwa unazungumzwa. Wakanda, mwamuzi ndio amekuwa kitovu cha discussion mechi ya Tanzania na Morocco. Ni kweli muamuzi amevuruga taswira ya huu mchezo kwa ujumla? Muamuzi hakutenda haki kwa Tanzania, au muamuzi alicheza chini ya kiwango mchezo wote kwa ujumla? Kama ni tathmini ya asilimia, muamuzi anaweza kaondoka na asilimia 50 ya 100, 50-50. Yes, kwa sababu kwenye matukio mengi ambayo yalikuwa yanahitaji kubalance, Morocco alionekana wanapata faida. Zile fouls ambazo alipuliza Tanzania walipokuwa wakizifanya Morocco, mwamuzi alikuwa anaacha advantage, ama alikuwa anaruhusu mpira uendelee hata kama advantage haipo, mpira upo kwenye himaya ya timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia kwenye yale matukio ya kugombea mpira, matukio ambayo yalikuwa yanaonyesha kabisa wachezaji wote wawili wametumia nguvu, wachezaji wote wawili wameingia kwenye challenge either recklessly ama kwa namna yoyote ile, faida mwamuzi alikuwa anawapa wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco. Lakini kwa challenge hiyo pale ambapo ilionekana mchezaji wa Tanzania anastahili kupewa advantage, mwamuzi nyingi alikuwa anaziacha. Kwa hiyo ilikuwa ni engo ya kwanza ambayo binafsi tathmini ya mwamuzi niliweka kwamba kidogo kuna matukio mengi ambayo Morocco walikuwa wanafaidika nayo, hasa kupitia filimbi yake kuliko timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwa ukubwa zaidi ni tukio ambalo lilikuja kuamua hatima ya mchezo, tukio la dakika zile za mwishoni, dakika almost ya 93 kuelekea 94, tukio ambalo Idi Suleiman Nado alidondoka kwenye eneo la 18. Binafsi nikirudi kwenye tathmini za sheria, ni tukio ambalo nalitafsiri kama foul, kwa sababu beki hakuwa karibu na mpira ulikuwa kwenye control ya Idi Suleiman Nado, na defender hakuonyesha ishara yoyote kwamba pale anataka kufanya challenge ya kwenda kuwin mpira. Kilichofanyika pale ni aliextend mwili, alitumia mkono, aliweka kwenye mgongo wa Idi Suleiman Nado, na kwa namna moja au nyingine mkono wake kwenye mgongo wa Idi Suleiman Nado ulipelekea Idi Suleiman Nado kudondoka. Kwa automatically ile ilistahili kuwa foul, na kwa sababu ni foul imefanyika ndani ya eneo la 18, basi mwamuzi alistahili kuwapa timu ya taifa ya Tanzania mkwaju wa penalty. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kuna hayo matukio ambayo kama mwamuzi angekuwa kwenye balance kwamba Tanzania kwenye zile 50-50 mwamuzi anatoa, Morocco kwenye zile 50-50 anazitoa, na pale ambapo Tanzania alikuwa anastahili foul, ambapo foul ile ni kubwa kabisa, ilikuwa inapelekea mkwaju wa penalty, basi inawezekana mwamuzi angekuwa ametenda haki. Lakini kwangu mimi naamini kuna sehemu ambayo mwamuzi amepelekea matokeo kuwa vile kwamba faida kwa Morocco, lakini akawa ni matokeo mabaya kwa Tanzania. Hapo pia Ibrahim, kwenye hii issue ya matukio ya waamuzi kijumla zidi ya michezo ya Morocco, inawezekana jana ndo limeshambulia kwa ukubwa zaidi kwa sababu limetusi sisi moja kwa moja. Yes. Lakini ni matukio ambayo yana muendelezo against Morocco na waamuzi. Nakumbuka ni miaka 2 iliyopita Adela Mloche ishitu kauli kama hii. Yes, kwenye AFCON iliyopita ilifanyika Ivory Coast. Ilikuwa kabla ya mchezo. Mashindano ilikuwa bado hajaanza. Ndio kwenye press tunaelekea ya kwanza kabisa anaifanya maamuzi. Na aligushana na gani ambavyo wanafaidika na upangaji wa ratiba kuanzia CAF na maamuzi ya ndani. Na kwenye mchezo ule tunapoteza zidi ya Morocco bao 3, kabla ya bao la pili na bao la 3 kuna kadi nyekundu ambayo ilienda kwa Novatus Dismas. Na zilikuwa ni kadi 2 za njano. Matukio ambayo aliyafanya Nova ni matukio ambayo Soufiane Albert aliyafanya mara 5 mfululizo, lakini hakupewa hata kadi ya njano. Lakini Nova mara 2 akazibiwa kadi ya 2 za njano na akaweza akatoka, ile mechi tukaipoteza. Na unaweza kusema ile kadi nyekundu ndio kama ilikuwa turning point ya Morocco, kwa sababu kabla ile kadi nyekundu mechi ya pili Stars ndio alikuwa kwenye control mchezo, attempt nyingi kuliko Morocco, lakini baada ile kaja ubishani ni kama tulitoka mchezoni wakatumia advantage wakaanza kutufunga. Hii imeendelea kuwepo mpaka sasa hizi. Kwenye hii AFCON ya saizi ya 2025 Morocco akiwa nyumbani kacheza michezo 4, 3 ya toa makundi na jana wa mtoano. Katika hiyo kashinda 3, kasale mchezo mmoja zidi ya Mali. Kwenye michezo 2 yote amepata matokeo ya kufaidika na makosa ya waamuzi. Ukiacha mchezo wa jana ambao tangu dakika ya kwanza, ukiacha penalty ambayo tunamekea, mwamuzi alishaonekana huyu hayuko tatizo upande wa Tanzania, ameegemea upande mmoja na sio katikati kama vile kuwa. Mechi zidi ya Mali ni mechi ambayo pia Morocco ilitakiwa kuipoteza. Kuna tukio ambalo Soufiane Amla atalilifanya kwenye eneo la penalty ile, ambapo Mali walitakiwa nufaika kupata mkojo penalty, lakini haikuwa hivyo. Mwamuzi hakuweza kufanya hivyo pamoja na wasaidizi wake ambao walikuwa kwenye chumba cha VAR. Ile mechi kesha kwa sale, maybe Mali wangeweza kushinda ule mchezo. Kwa hiyo umekuwa ni muendelezo. Na hii inakuja kwenye sehemu moja.
ukiangalia Morocco kwenye AFCON zote ambazo Walid Regragui amekuwa akisimamia, inawezekana kama ni kocha mzuri, lakini ni kweli ni kwamba huwa anatijia sana kimbiu na kocha wengine wa hizo timu. Yaani mechi nyingi ambazo Morocco anashinda kwenye AFCON ni mchezaji mmoja na step up. Kwa mfano mechi kama ya jana, hakuna eneo ambalo unaweza kusema labda Walid Regragui alifanikiwa sana kimbinu yeye binafsi as mwalimu. Eneo kubwa alikuwa ameachana na Gamondi, lakini uwezo mmoja mchezaji kama ile tukio la alifanya Ibrahim Diaz ni yeye peke yake. Sasa hii inanipa picha kwamba inawezekana hawa wakawa na nyota wengi ambao wamekusanya ligi nyingi, lakini mwalimu ambaye yako naye bado kwangu mimi kuna kushindana. Kuna mataifa na inawezekana labda kwa upande wa Walid Regragui kwa nafasi yake. Heshima ambayo anaishi nayo na Morocco ni ile kuipeleka timu nusu finali kwa upande wa World Cup, na kumaintain kukata tiketi kushiriki mashindano yote. Saizi Afrika wao ndio number 1, si ndio? Wako pale kwenye ranki na vitu kama hivyo. Lakini tukijaribu kutazama kwa ujumla, labda tubaki kwenye ile eneo la muamuzi, Blaine yeye alikuwa na maoni tofauti. Blaine anaamini kwamba ile ngoma haikuwa penalty, yeye kwa ambacho anakiamini, na ni kwenye upande ambao pia kuna watu nimeona wanajaribu kulizungumza kwenye engo hiyo. Nimeona pia hata mchambuzi kikofia Hamis Kabwe naye pia nimeona yupo kwenye eneo la kwamba haikutakiwa kuwa penalty, na kitu ambacho nakisimamia ni kwamba kwenye movement Wakanda amegusa hapa ile touch kwamba litanua mwili, ilikuwa ile touch ya beki wa Morocco ilikuwa ni heavy. Ilikuwa ni heavy, si ndio? Lakini wanasema Nado ni kama alikuwa amejiandaa kudondoka. Of course, na wanapokuja kumhukumu Nado ni kwenye ile miguu. Ukidili zaidi na mkono kule juu kwamba litanua Adam Masina of course sehemu ya mwili na kutengeneza pressure mgongoni kwa Nado, unaweza kumhukumu kabisa kwamba ile stahili kuwa penalty. Lakini ukija miguuni mwa Idi Selemani Nado, before ya tizama ule mkono juu, utaona kwamba kulikuwa kuna mazungumzo chini yalianza. Nado alichokifanya pale ni kutake advantage. Yaani kwamba bana Adam Masina alimhold Idi Nado kwenye begi hapa. Wakati kama hold tayari Idi Nado akaona kwamba ngoja nitake advantage hapa. Akaanza kuonesha dalili za kudondoka. Wakati anaonyesha dalili za kudondoka, Adam Masina ndio ile kwamba ngoja ni hold mpaka chini, ikaonekana kama vile amempush. Lakini tukio kiangalia na kumpush ni lile ambalo linafanyika kati Dinado ndani anaenda kwenye scenario nzima kwenye nani ya kawaida Brain. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba endapo kama Adam Masina asingempiga kikumbo kwamba Dinado angedondoka au angestand still, kwamba angeendelea angedondoka maana kwamba hata asingeguswa. No, yani issue sio kuguswa. Mimi ninazungumzia issue moja kwamba Nado kanufaika kwenye kwa Adam Masina alimhold him. Yani kwenye maelezo yako sio alikuwa ameshaanza kuvutana? Maana yake kama sio kuvutana, alikuwa anavuta. Alikuwa anavuta. Maana yake kama ile contact ya mwisho ya kuonekana kampushi mgongoni isingefanyika, isingefanyika, maana yake unataka kutuambia kwamba Nado angedondoka? Asingedondoka. Kwa sababu sasa alikuwa amejiandaa kudondoka. Yani kwenye kujiandaa aliendana na movement. Kasuga amekubali kwamba alimhold. Kumhold kwa lugha kwa Kiswahili maana yake alimshika. Sasa kushika kwenye eneo ile sio faulo. Sasa kushika na kuvuta sio kumshika mtu kwenye bega eneo lile na yupo kwenye movement ambao yani mpira anao yeye. Inategemea hiyo 50-50. Nataka kunijibu pale alimvuta au alimshika? Kumshika katika eneo lile wakati ana mpira. Ukishikwa yani kushikwa sio faulo. Sio offense. Unajua kuna kugusa na kushika. Wanazungumza kugusa au kumshika. Dinado alikuwa anamshika. Ngoja acha kumvuta au kumvuta hataki yeye. Yeye hataki. Au hataki. Nazungumza kuna kumshika na kumgusa. Alimgusa, alimshika. Alimshika hivi. Kwa kumshika kwenye eneo lile movement. Kwenye yake alikuwa anamvuta. Ndio ni sasa hapo ndio nini? Sasa wapo kwenye movement. Lakini ile scenario ndio bana nazungumziaje? Kwamba ukijaribu kumtizama vizuri Dinado alishaanza kuonesha dalili za kudondoka yeye. Na ana take advantage kwa kuwa tayari anaonekana kwamba maamuzi ni ndani ya penalty box. Lakini katika history background kwa watu wanaomfuatilia Idi Selemani Nado ni matukio ambayo mara nyingi ananufaika kwa kesi hizi kwamba nipo ndani ya penalty box, nipo nakimbia. Anachokifanya ni IQ yake kwamba hapa kuna mawili maamuzi anaweza kujikanyaga, na kuna maamuzi mengine ambayo kafanya vile vile kaadhibiwa kwa kadi ya njano kwa maamuzi ambayo anaamini kabisa kwamba hii sio foul. Kwa hiyo tukirudi katika football sio uzalendo. Unavaa bomu kubwa sana. Sio bomu kubwa. Mimi nazungumzia football kile ambacho of course kimeonekana. Kwa kesi ya jana, kwa lile tukio kiachana na kesi nyingine ambazo kwenye ile eneo labda tukitoa Utanzania. Comments kutoka maeneo tofauti. Asia, Europe, Afrika na hata wa Morocco wenyewe. Na wa Morocco wenyewe wameenda mbali.
wanaamini kwamba hata display yao ya jana haikuwa nzuri na ni refa tu ndiye ambaye amewafanya waende. Na kingine hapo kwenye issue ya penalty, Joe anasema kwamba Nado alijiandaa kuanguka. Ukizingatia hiyo miguu, Nado alikuwa anajiandaa kugadi mpira, akijua kuna mtu nyuma anakuja kuweka pressure. Sasa alichokifanya Adam Masina cha kwanza ilikuwa ni kumshika mkono. Wakati Nado anaendelea kufanya movement, akaongeza nguvu kwa kumsukuma. Ile nguvu ndio ilimpekea Nado aweze kuanguka. Ndio maana nilimuuliza swali moja tu hapo. Kama swali ambalo ulimuuliza kitu kimoja tu, endapo Nado asingesukuma angeanguka. Jibu jepesi akasema asingeanguka. Kwa nini hicho? Maana ile nguvu ya Adam Masina kumsukuma Nado kwenye bega ndio ilipekea hizo kuanguka. Kwa ile ni foul. Na iko ndani ya 10 ni penalty. Hapa labda kwenye hoja inapokuja. Unajua hata kama Idinado alikuwa anajiandaa kudondoka. Inawezekana kabisa alisema mimi nataka nidondoke. Lakini wakati yuko kwenye harakati za kuanza kuweka labda mipango ya kudondoka, akajitokeza Adam Masina ambaye akampa factor nyingine, sema haya nenda dondoka sasa. Kwa sababu ile push ya Adam ile ndio iliyomfanya Idi akaenda chini. Ukiangalia hata pale unaweza kusema issue ya miguu, labda Idinado alikuwa anajaribu kudondoka kama hivyo sasa Sajigwa. Idi pale kitu cha kwanza kilichokuwa na Idi alikuwa anaenda kucontrol mpira. Kwa maana inaweza nikaugadi mpira, halafu mtu atakayetokea nyuma ile ni foul. Na pale ndio mchezaji tunaanza kukupima huo unafikiria nini kichwani. Upo kwenye unashambulia, upo kwenye eneo la 18, hatutegemei ukakomaa, ukaanza kujikaza. Ile ni eneo ambalo tunategemea kama mchezaji haulitazami goli, unachukua advantage sababu unajua beki atatoka kwa nyuma anavuma. Adam pale kavuma, kamsukuma Idi. Baba Traore mwamuzi wa huu mchezo. Jana ilikuwa ni mechi takriban ya 8. Anachezesha. Anachezesha Morocco. Kuna penalty 3 ndani yake ambazo zote zilikuwa ni faida kwa Morocco. Na Morocco yote kashinda. Na Morocco kwenye hizo mechi zote hajapoteza. Baada ya mechi kumalizika kuna videos, si ndio? Kuna video ambazo zinaonekana. Sijajua yule alikuwa ni match coordinator ambaye alikuwa anaongea na waamuzi kwenye tana. Sijajua yule official ni nani, lakini tayari wa Tanzania ile video wanayo. Kuna ishara iko inaonekana. Afu kuna nyakati bwana Fauzi alionekana yupo juu, si ndio? Yupo jukwani, koti la suti katoa kama upepo umejaa. Mazingira haya watu wanaya connect. Morocco ambaye hajachukua AFCON miaka 50 mara ya mwisho mwaka 1976. Na Morocco yupo kwenye maandalizi ya kuandaa World Cup 2030, si ndio? Inaonekana kama hii imetengenezwa kwa ajili ya Morocco, na wanaamini jana kulikuwa kuna maelekezo. Kuna hofu yoyote wa Tanzania tunapaswa kuishi nayo kwamba jana kulikuwa kuna mipango kwa video ambazo zinatembea mitandaoni? Mimi kwa issue ya mipango sitaki kusimama katika hiyo engo, au sitaki kupanda ile boti. Kwa kuwa sina uthibitisho moja kwa moja. Nikirudi katika uhalisia ambayo tutathmini kiufundi maybe baadaye wakati tutaizungumzia. Ukiangalia siku na chances ambazo tulizipata. Yani kabla huko Brain. Nataka ni kwamba ni kwenye haya mazingira ambayo Nabii Meja kama shabiki anayaishi mtandaoni. Anaona Wakanda kaposti, Nsajigwa kaposti, Kasuga kaposti. Kwenye kuconnect dot hatukatai. Lakini pia hata soka letu wakati mwingine huwa linatuhukumu kwamba ni soka fulani ambalo huwa lina mipango zaidi. Abogast kuna kitu akawa anazungumzia, Afrika ukitafuta haki kwa upande wa football huwezi kutoboa. Hicho ni kitu ambacho mara nyingi kipo wazi. Kuna kipindi timu zetu hapa zinacheza kwenye michuano mikubwa zinashindwa kutoboa kutokana na mistake moja tu imefanyika, of course ya referee. Yanga washai hukumiwa, tukio lilikuwa ni la goli, Mamelodi Sundowns ilikuwa ni robo finali wakati huo. Kwamba lile tukio lingesimama kuwa goli, Yanga Afrika hakuna pita. Kiufundi wako dominate game. Tunazungumzia msimu jana Simba akacheza finali kombe la shirikisho barani Afrika, kesi ya uwanja. Benjamin Mkapa New Amani. Benjamin Mkapa New Amani. Ikawa inaonekana kwamba kina Force Lecture kwamba tayari ni sehemu ya pressure ama sehemu ya maamuzi kafu. Huyu mtu lazima asikilizwe. Na kama nakumbuka vizuri hata kwenye utoaji taarifa kana inaonekana kwamba taarifa zinatokea kwa nani? Kwa Berkane. Kwamba wao ndio wamethibitisha uwanja New Amani ndio utatumika badala ya nani ya kafu maybe na wenyeji. Kwa hiyo kwenye hizo kesi